Kelvin Nation ametambulishwa na mnyama Simba Sports Club. Wamethibitisha kudaka saini ya nyota huyu ambaye ni raia wa Tanzania. Ni usajili ambao tunakwenda kuangalia hapa, una tija gani, una mantiki gani kwa Simba, lakini pia tunamwangalia Kelvin Nation mwenyewe kwa maana ya kaliba yake na uchezaji wake, karakta na vitu vya namna hiyo. Kwanza tukianza na kwa nini Simba wameimake hii deal. Bwana, Kelvin Nation, Simba na Kelvin Nation ni biashara ambayo ilibidi ifanyike muda mrefu sana, sio leo hii. Nazungumzia misimu takriban miwili nyuma. Simba walikuwa wanamhitaji Kelvin Nation, lakini isivyo bahati mambo hayakwenda vizuri, walikuwa wanapishana katika maeneo fulani fulani, na tukamwona Kelvin Nation akienda kwenye kikosi cha Singida Black Stars wakati huo, na mpaka msimu huu uliomalizika ameenda kumalizia ligi katika kikosi cha Pamba Jiji ya kule Mwanza. Lakini nyuma ya hapo Simba alikuwa anamhitaji Kelvin kwa sababu kuna kitu waga nakiongea hapo mara kadhaa kwamba hizi timu, hata jana pia nilizungumza katika moja session kwamba hizi timu za Kariakoo zenyewe zimeacha au zimepunguza kwa idadi kwa asilimia kubwa kusajili wachezaji senior, wachezaji wakubwa kiumri ambao wameprove katika maeneo mengine. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu wachezaji wengi wa Kitanzania wamezidiwa viwango au wamezidiwa level ya ushindani kwenye hizi timu. Yaani kucheza Simba na Yanga kwa wachezaji hawa wenye umri mkubwa kuanzia miaka 27, 28, 29, 30 kwenda juu, wengi wao wanachemka kucheza kwenye hizo timu kwa sababu wameshasajiliwa kwa baadhi. Wengi wao wameshindwa kuingia kwenye vikosi vya hizo timu. Kwa hiyo wanachokifanya sasa, hizi timu za Kariakoo zinasajili potential, wale wachezaji ambao wana umri mdogo kwa ajili ya kuwa develop, kuwaendeleza wao wenyewe ili wawape wanachokihitaji. Sasa kwa kesi hii ya Kelvin Nation, huyu sio mchezaji ambaye Simba wamemsajili ili wakamkuze. Hapana, ni tayari ameshakuwa matured. Of course ni mdogo kiumri, lakini ameshakuwa matured na ni mchezaji ambaye anakwenda kushindana moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba. Kelvin Nation ni nyota ambaye amepata experience muda mrefu. Unajua hii ni product ya Serengeti Boys ile mwaka 2017, nadhani tunakumbuka 2017, ambayo alikwenda kushiriki finali za Afrika chini ya umri wa miaka 17 zilizofanyika Gabon. Huyu alikuwa kwenye kikosi kile panga pangua, kwenye kikosi alikuwa anacheza yeye, anacheza na Ali Msengi, Ali Nganzi, alkadhalika katika safu ya kiungo. Hapo anazungumzia miongoni mwa viungo ambao walikuwa pale, lakini pamoja pia na Mohsin Malima walikuwa wanatengeneza safu ya kiungo. Sasa Kelvin Nation, wakati ile Serengeti Boys inakwenda kushiriki ile michuano ya Afrika, Kelvin Nation ndo alikuwa mchezaji pekee kutoka kwenye ile squad ambaye alitokea kwenye ligi kuu. Yani tayari yupo katika timu ya ligi kuu na anakwenda kule, alikuwa anacheza JKT Tanzania for that time. Kwa hiyo ilikuwa ni experience ya kitofauti kwake yeye ukilinganisha na wale wengine. Wale wengine wengi walikuwa kwenye timu za vijana na timu za shirikisho kwa maana ya academy ya shirikisho la soka la Tanzania TFF. So kwa Kelvin Nation alianza kuipata experience ya kucheza ligi kuu kwa muda mrefu. Akapita huku na kule, amepita vikosi mbalimbali ambavyo amecheza, lakini finally anajiunga na timu hii akitokea Pamba Jiji ya Mwanza. Sasa kwa nini Kelvin Nation? Mbali na kila kitu, Kelvin Nation ni mchezaji mzuri. Ni broker, ni mchezaji ambaye anaharibu sana mipango ya upinzani katika safu yake ya kiungo cha kiulinzi. Na kimsingi wakati yupo kwenye kikosi cha Singida Black Stars, mechi yao dhidi ya Simba last campaign ilikuwa alionyesha performance nzuri sana ambayo pia ilishawishi kwa viongozi wa Simba kuendelea kuhitaji huduma yake. Yeye anaendelea kuchochea moto kuendelea kumhitaji zaidi, na finally wamekwenda kunasa huduma yake. Simba katika eneo la kiungo cha kiulinzi wanao viungo kadhaa. Nabi Kamara ambaye ameondoka, huyu tunamu-exclude, na wenyewe alikuwa anacheza kama kiraka, lakini katika eneo hilo wanaye Yusuf Kagoma, wanaye Daudi Semfuko, wanaye Alassane Kante katika hilo eneo la kiungo cha kiulinzi, ambaye ni namba 6 typical kwenye timu hiyo, yani defensive midfielder pase.
ni Yusuf Kagoma ambaye muda mwingi utamwona yupo kituoni, huwa enjoy sana kuondoka katika boksi lake, anapenda zaidi kukaa kituoni. Sasa Semfuko ni mchezaji mzuri sana, amesajiliwa kutoka Coastal Union ambako alikuwa anaperform vizuri mpaka Simba wakawiwa kumchukua. Baada ya kumleta ndani ya kikosi cha Simba amepoteza ile nafasi yake kama ambavyo ilikuwa Coastal Union, kwa maana ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, na of course hata picha ya watu wengi au kupiga picha kama Semfuko anaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja. Kwa hiyo ni nyota ambaye alikuwa anasubiri kwa asilimia kubwa atokee bench aingie kwenye mpango maalum au zile mechi za shirikisho la Tanzania. So kwa upande wa Kelvin Nation anakwenda ndani ya Simba, kwanza anakwenda kurudisha partnership yake yeye na Yusuf Kagoma katika kikosi cha Geita Gold. Walikuwa wanazima pale katika safu ya double pivot, walinzi wawili ambao wana tabia za kiulinzi, Kelvin Nation, Yusuf Kagoma. Sometimes Kelvin Nation anatakiwa kusogea juu, kusogea katika box ya pili, alikuwa anasogea, lakini Kelvin Nation namba yake ya asili kabisa na ndo huwa anaenjoy kucheza ni nambari 6, eneo ambalo pia Yusuf Kagoma analicheza. Sasa Simba wamehitaji namba 6. Nilizungumza kwamba Alassane Kante huenda akaondoka. Kwenye eneo la namba 6 ambalo Simba walikuwa wanahitaji namba 6, ukiangalia mpaka wanakwenda kuchukua huyu namba 6 wa ndani, wameexplore, wameangalia katika ligi yetu mchezaji gani ambaye anaweza kukaa katika hilo eneo, katika kiungo cha kiulinzi. Mchezaji huyo ambaye atakuwa na umri mdogo. Semfuko walifanya hivyo msimu uliopita. Yaani ni kama swali ambalo walijiuliza msimu uliopita, walilifanya kwa Daudi Semfuko. Wakamchukua wakamjumuisha kwenye kikosi, lakini ameshindwa kupenya moja kwa moja na kwa tumaini la kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Simaanishi kwamba ni mchezaji mbaya, hapana, bado ana quality kubwa, lakini ameshindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja. Sasa alternative ni ipi? Msimu mwingine unaokuja inabidi sasa uingie sokoni kutafuta mchezaji mwingine ambaye ana daraja la kuweza kucompete kwenye kikosi cha Simba, ndo Kelvin Nation. Kelvin Nation ni almasi ambayo ilikuwa tu imekaa sehemu kwenye hizi timu za Kariakoo, na maanisha timu kubwa, ilikuwa imekaa sehemu bado haijaonja testi ya Kariakoo. So kumsajili Kelvin Nation maana yake umepata mchezaji ambaye tofauti na Semfuko ambaye alikuwa ni breakthrough. Coastal Union introduce, amekuja ndani ya Simba. So kwa upande wa Kelvin Nation maana yake ni mchezaji ambaye moja kwa moja anakwenda kushindana kwenye kikosi cha Simba, sio mchezaji ambaye anakwenda kukaa bench. Of course kukaa bench inawezekana, lakini anakwenda kucompete, yani anakwenda kumpa challenge Yusuf Kagoma katika safu ya kiungo cha kiulinzi. Sasa itategemea na Steve Barker. Of course Steve Barker ukimwangalia anamwamini sana Yusuf Kagoma, anamtumia katika mipango yake mingi, so hata anapocheza na Alassane Kante manake wanacheza pamoja. Sasa kuna uwezekano kama Alassane Kante hatakuwepo au hata kama atakuwepo, kuna uwezekano hawa wawili wakacheza pamoja pia, Alassane Kante na Yusuf Kagoma, mmoja wapo anaweza kumpisha Kelvin kwa maana ya kuanza kwenye kikosi, au Kelvin atoke bench aingie. Lakini finally Simba ina mashindano mengi ambayo anashiriki, unahitaji quality, wachezaji wenye ubora ili wakupe kilicho bora katika pitch. So unapokwenda kusajili mchezaji kama Kelvin, maana yake anakuongezea squad depth, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza kutoka Yusuf Kagoma kaingia yeye kwenda kuifanya business ile ile. Lakini pia kwa alikotoka na kiwango alichokionyesha, unajua hata Yusuf Kagoma ndani ya Simba amekuja kuonekana zaidi, akionyesha kiwango bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ni pressure ya timu, kwa sababu ya demand ya timu. Anafahamu kwamba hii logo ya Simba ambayo anaivaa ni logo nzito, ni logo kubwa ambayo inahitaji ujitoe. So hata Kelvin na mwenyewe pia anapoingia ndani ya Simba anaenda kujua kwamba logo anayokwenda kuipambania ni logo kubwa, tofauti na sehemu zote ambazo amewahi kupita huko nyuma. Kwa hiyo hata mentality inakwenda kubadilika kuelekea nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba. Kelvin Nation is a real deal, is a big deal kwa Simba kukamilisha kwa wachezaji wetu wazawa. Kelvin Nation miongoni mwa wachezaji bora, endapo anapata utulivu, anafuata vizuri maelekezo ya kocha, naamini anakwenda kuisaidia Simba pakubwa. Wewe kwa nafasi yako unamfahamu vizuri Kelvin Nation, unaona ni deal ambayo imestahili ndani ya Simba au unaona haikustahili? Weka comment kwenye comment section hapo. Usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.